Watu wa aina hizi nne hawatakiwi kuingizwa kwenye mataifa, kwenye nchi yako, kwenye taifa lako, kwenye nchi zako, kwenye familia yako, kwenye ndoa yako, kwenye ukoo wako. Watu wa aina hii hawatakiwi. Ni watu wakuwa na wahange sana. Haleluya! Ni watu wakuwa na umakini sana, kwa sababu husababisha mambo ambayo ya huzuni sana. Bwana tuwe sana. Kaa ukichunguza mambo haya. Chunguza mambo haya katika baadhi ya nchi duniani kote. Uangalie ni wapi ambapo au ni nchi gani inapitia mambo haya. Muombe Mungu. Maombi yako ni ya muhimu sana kwa nchi hizo. Maombi yako ni ya muhimu sana katika watu hao. Maombi yako ni ya muhimu sana katika taifa lako. Maombi yako ni ya muhimu sana mahali popote ulipo. Ukishagundua kusema mambo haya yapo ndani ya nchi yako, yapo ndani ya taifa lako, muombe Mungu. Muombe Mungu popote ulipo, mshirikishe Mungu mambo haya. Mwambie Mungu, tuvushe na mambo haya. Tuondolee watu wa aina hii. Ni mambo manne tu yanaharibu nchi zetu. Yanaharibu mataifa yote unayoyajua au usiyojua. Au story ya mataifa ambayo wenda ndani yako umetengeneza chuki. Umeona kama ni watu wasiofaa, kama ni watu waliokuwa na laana, wala ni watu ambao hawapendezwi kuishi. Sometimes unaoleta paka ubaguzi, unawabagua. Usiwabague mtu wa Mungu. Ni kwa sababu walikosea mambo haya manne tu, au jambo moja tu katika taifa lao. Inapotokea hata taifa lako na wewe likakosea jambo hilo, jua hata wewe pia una nafasi kubwa kuingia kwenye majanga yale kama yale wenzako wanayopitia. Mtu wa Mungu, ombea taifa lako katika mambo haya. Ombea nchi yako. Usione DRC wanapitia mambo magumu, usione Gaza wanapitia mambo magumu, Sudani, Israeli huko. Wapi nchi zote unazoziona zinakumbana na shida. Sio kwamba walipenda. Ni sawasawa hata na familia. Kuna baadhi ya familia zinapitia shida, sio kwamba wanapenda. Kuna baadhi ya ukoo zingine zinapitia shida, sio kwamba wamependa. Haleluya! Ombea ukoo wako, ombea familia yako, ombea nchi yako katika mambo haya manne. Haleluya! Unajua baraka bila maadili ni dhambi na laana. Baraka bila maadili. Unajua mtu anapopewa madaraka atasema ni baraka, nimebarikiwa na Mungu. Au mtu anapojikuta mpumbavu, ana kila kitu, ametosheleza na kila kitu, atasema ni baraka. Lakini ikiwa zile baraka bila maadili, hiyo baraka ubadilika kuwa dhambi na laana. Watu hawajui hilo. Watu wanajisahau wanapojikuta wamefanikisha kila kitu ndani. Wamefanikisha kila kitu mifukoni mwao, kila kitu katika maisha yao. Watu wanajisahau, ndipo wanaanza kuishi maisha ya starehe, wanaanza kuishi maisha ya dhambi, wanaanza kuishi maisha ya machafuko. Anaona baraka hizo ndio kila kitu. Amenunua dunia, amenunua nusu ya mbingu, amenunua nusu ya mbingu, ameweka nyumbani kwake, ameweka akilini mwake, ameweka maishani mwake. Haleluya! Baraka bila maadili ya kimungu uleta uharibifu. Uleta uharibifu. Ila katika baraka ambazo zinazotakiwa kukaa ndani ya mwanadamu ni baraka zinazoambatana na hekima za kimungu na unyenyekevu. Hivyo ndivyo vinavyowezesha baraka kudumu katika haki. Haleluya! Mtu wa Mungu, hayo ni mambo mawili nimetaja. Ngoja twende tukasikilize. Haleluya! Jambo la tatu, watu wa Mungu, inatokea pia ulijue, au jambo la tatu ambalo taifa au nchi zetu hazitakiwi kufanya. Jambo la tatu ni kuoa mwanamke mwenye kuchukiza, au ni mwanamke mwenye kuchukiza, au mwanamke muovu, niseme hivyo.